huyo kisokonuku mjia laana asiyokuwa na haya. Duniani hayupo, hela hayupo. Yupo katikati ananing'inia kama kinyama cha bucha kilichokosa wateja. Imechunda babu we. Sisi tunaongea, unatunyamazia tu. Ina maana utusikii? Unatoa macho tu kama fundi saa aliyopoteza mshale wa sekunde. Na washanganyia dada mliokosa haya msojua vibaya. Mishipa ya shingo imewasimama kama malaya aliyopoteza siku zake. Haya, hiyo ni adabu ya wapi? Hao ndio mlivyofunzwa kwa makungu wenu. Adabu unaijua wewe? Dada, ungejua adabu ungemfundisha huyo mumeo. Kilimwasha nini kumkuadia bwana wangu mwanamke mwingine? Nisikilizeni nyie. Msinipigie makelele, hayo mambo yenu mimi hayanihusu. Na huyo mtu wenu hapa hayupo. Alafu hizo kesi zenu hizo naomba mzimalizie huko, sio hapa kwangu. Sijui mnanielewa? We dada, hayupo kenda wapi? Na tunamjua hapa mjini hana hata kazi. Labda umbea na ukoadi. Bwana mzee Jongo! Bwana, nimewaambia hivi, hayupo. Sisi ni mume wake. Tena amemsifu bosi wangu. Sasa na sisi tunamharibia vile vile. Wewe si mume wangu huyo. Napokea hii simu mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. Ishieni hapo hapo nyie kenge wala ngilaki. Ishieni hapo hapo. Msimtolee macho kama wagonjwa wa UTI. Hala mama, huyo ni bosi. Mama kidole na macho. Halo. Una baya tajiri, una baya tajiri. Asamani kwa kuchelewa kupokea simu. Niko kwenye kikao. Hakuna, niko serikali za mitaa hapa, kuna kesi hapa ya viwanja, ndio niko hapa. Mwenyekiti andika mkataba. Ndio niko hapa. Sasa unataka tuonane? Nakuja tajiri. Ngoja nimalize hii kesi ya viwanja hapa. Fatuma, huyu ni nani? Huyu ni nani? Hivi unajielewa kweli wewe? Mbona unakuwa kama kimbugi? Unajua thamani ya hilo tendo hapo? Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba kitu cha bei rahisi. Hata mabilionea waungani hakuna anaweza kutengeneza ladha utamu na ufeel hapo. Fatuma, vipi shilingi 100 leo ipe thamani ya 10,000? Unaniumiza sana Fatuma. Unaniumiza ndani ya moyo wangu. Wewe hujui jinsi gani nilivyokuumba ndani ya moyo wangu Fatuma. Sikia, mimi sio chizi. Hivyo unajielewa kweli wewe? Wewe umekuja hapa kama nani? Mchumba? Wewe mume wangu? Au wewe ni mpenzi wangu niseme hao? Kama wewe ni mzima, unawezaje kuingia kwenye faragha za mtu ambazo hazikuhusu? Kaka, sikiliza tena nikwambie. Kama ulinigonga, tulishamalizana. Sasa nakwambia, kuanzia leo sitaki kukuona unaniingilia kwenye biashara yangu. Hii ni biashara yangu kama biashara nyingine unazoziona, sawa? Japokuwa silipii kodi. Kwa hiyo naomba uiheshimu. Na kuanzia leo ukiniona popote, naomba uniheshimu. Tena naomba ukome, uishie hapo hapo. Naomba uondoke hapa. Naomba utoke. Fatuma, hivi unaelewa unachokiongea Fatuma? Wewe sio mfanya biashara wa amali za Mwenyezi Mungu. Hata katika vitabu vyake hakuna kitu kama hicho. Msikie, Mwenyezi Mungu hajatuelekeza hivyo. Wewe ni malikia ulioumbwa, ulioshushwa duniani kwa kazi moja tu, kumpa furaha Dominic. Sikia Fatuma, hilo toba aliloliumba Muumba lipo moyoni mwangu. Msikie, naweza kufanya kitu chochote, sehemu yoyote na muda wote ule. Sijali jamii inanichukuliaje. Ili napambania furaha yangu Fatuma. Wewe, mbona sielewi nyie?
biashara ishakuwa ngumu hapa. Niona zesheni ndio acha naondoke zangu. Uondoke uende wapi? Wakati umeshapiga kimoja. Hey. Wewe naye usitaki kunichanganya. Ushanielewa eh? Kama unataka kuondoka, nipe hela yangu ndio uondoke. Nalipaje hela wakati sijamaliza? Yaani wewe umempigia bwana wako afa ameleta michezo, si ndio? Mimi mtoto wa mjini hapa piga mtu hapa. Nipishe naondoke zangu. Wewe uende wapi? Mimi sijawahi kudhulumiwa, umesikia wewe? Sawa. Hela yangu utanipa. Unipige uniue humu ndani. Umenisikia wewe? Sawa. Wewe ulishawahi kuona wapi soda inafunguliwa afu inarudishwa dukani? Wewe vipi wewe? Hela yangu hapa utanipa. Okay, fine. Gharama zako ni shilingi ngapi umekubaliana na mimi nilipe? Afu wewe kaka wewe, naomba ukome. Siwezi kuchukua hela ambayo sijaifanyia kazi. Umenisikia wewe? Mimi siwezi kuwa mtumwa wako. Sawa? Hicho kielele chako naomba kiishie leo na ukome. Umenisikia wewe fala? Wewe, bwana kashasema asimamia hii show. Sasa mbona unaitana au wewe? Sasa kama shida yako sio hela, shida yako nini? Nipishe naondoke zangu. Wewe, usiletee mimi usungulo, umesikia wewe? Hey, angekuwa yule basha yangu nisingekuwa hapa. Sijui unanielewa, na wala wewe usingenijua mimi. Tena naomba ukome kuniambia mimi yule basha yangu, sawa? Mimi similikiwi na mtu yoyote hapa. Oa, vipi? Mbona makelele kibao? Nasumbua, shida nini? Naomba umtoe huyu kaka. Nimalizane na huyu. Hakuna shida yoyote. Ni huyu viazi Ulaya hapa. Mapenzi yanaua, watu wamemsahau Mungu. Masishuka utuokoe kabla hajatukuta dhoruba. Nimekuandalia chai. Kaa unywe hata kidogo. Angalau moyo wangu uridhike. Mke wangu, tatizo ni muda. Niko nyuma sana ya muda. Na muda haumsubiri mtu daima. Naomba niende. Lakini usiku napo ulishindwa kula chakula. Ina maana huna muda na hapa nyumbani? Umebadilika sana mume wangu. Umeanza mambo hayo. Tunapoteza muda mwingi. Kumbe tatizo chai na kiporo? Ndiyo, hatuwezi kutupa chakula. Hiyo ni islafu. Ina maana itakuwa kazi yetu ni kupika na kumwaga chakula? Mke wangu, ngoja nikwambie kitu. Kikao chetu cha wanaume wote, tumesema mwanaume yoyote atakayebainika anakula kiporo mwaka huu 2026 ni mbwa takataka mkubwa. Hajitambui duniani kaja kutafuta nini. Ni mwoga wa maisha. Inabidi sasampa iongee sana kuliko mdomo. Watu wamemsahau Mungu. Masishuka utuokoe. Mimi sijapigiwa simu mpaka sasa. Kabla hajatukuta dhoruba. Ina maana wale washikaji wote tunaenda na kutafuta kazi wamepigiwa simu? Sawa kaka. Hebu ngoja tusikilizie maana siku bado haijaisha. Pole sana shangazi. Mjomba siku hizi amejipata. Hawezi kula chakula tunachopika sisi. Anakula chakula cha watu waliosomea VETA. Hotel management. Kweli watu wanabadilika kuliko maisha. Ina maana kasahau yote tuliopitia. Asa hivi kajizima data. Shangazi, maskini akipata matako uliambwata. Vipi huko? Wenzako wanasemaje ulikwenda kutafuta kazi? Wenzangu wote wameshapigiwa simu. Mimi kama kaida yangu nimekuwa mtu tu wa kusindikiza watu. Lakini Mungu ana kusudio lake. Usije ukapata kazi ukawa kama mjomba wako. Hapana. Bwana oya, mjomba kazidisha. Hadi nyama kuku anagoma kula. Wacha mimi nishughulikie. Kwani kaka vipi? Yule ni mkeo au ex wako? Inata sielewi. Kuna hapa tuko wapi? Hapa tupo guest.
Pole kaka, ndo mapenzi yalivyo. Mapenzi yanaua, watu wamemsahau. Yaani nahisi kuchanganyikiwa. Pole. Okay. Poa. Kayangu shachanganyikiwa na mapenzi. Wadada umalaya wamefanya biashara, tapeli zimekuwa ajira, watu wanashiriki ushirikina. Hivyo mwanamke, una akili wewe? Hii siku ya ngapi? Siku ya 3 umeniacha na mtoto, umeniambia unaenda kwa mama yako anaumwa, alafu nakuona unalandalanda mtaani. Unalandalanda na mabashi yako. Hivyo unanichukuliaje wewe? Wewe kaka vipi? Mimi mbona sikujua afu unaongea nini? Mbona mimi sikuelewi? Mimi kaka yako mimi? Wewe umenichoka au sio? Kwa hiyo umeamua sasa kunitangazia hadharani, yani kwamba vyote unavyonifanyia unaona na mimi mjinga, alafu vile vile unaniita mimi blaza yako. Mimi blaza yako mimi? Oa. Kwa hiyo unachukuliaje huyo? Hivyo unachukuliaje wewe? Wewe sikia neno, sikia neno lolote. Umesikia? Wewe kidampa nisikilize wewe. Wewe ugomvi wa familia, mtu na mke wake, wewe unaingilia nini babu wewe? Hebu ishia huko. Sikia hii simu ndo nakutia jeuri Sasa natoka afu nikukute nyumbani au sio? Mwizi jamani, saidia. Jamani, eti jana mume wangu si ndo kajifanya kakosea, akataka kuingia huko chooni. Sasa basi, bora hata angekuwa na dude, kidude chenye kidogo kidogo, tena kibamia. Nikamwambia we, koma, tena koma. Nilimjia juu kama moto wa kifuu. Unajua alijibu nini? Eti samahani, si unajua giza hili sioni. Mbona kiza? Yasmini, kwa kibaba kile ndo kidude hiki? Wewe unanichanganya. Nachoka mwenzeni. Alafu Jasmine, kula kuiti chooni kile kinaitwa kitobo utamu. Upo mwenzako anataka kupima maji, wewe unamletea mikazo. Kule ndo habari ya mjini. Upo mwenzangu, mambo hayo fanyeni nyinyi wauni. Mimi mke wa mtu siwezi. Na mnajua kabisa mkifanya hizo habari siku ya mwisho unani na mtume. Ila ndugu zangu, hivi mnajua mume wangu ni mshamba. Yaani mpaka aibu kuongozana naye. Alafu majirani zangu, mfanye na nyinyi muolewe. Tumechoka kubadilishiwa wanaume. ukiolewa wewe tu inatosha. Tuwache wanawazio tule ujana. Kula bibi wangu. Habari. Kweli Mungu ameibariki mikono yako. Chakula ni kitamu sana. Mashallah. Kama mpishi wa peponi vile. Unajua mimi kwa mke wangu sili chakula chochote kile. Kiwe cha mezani ama cha kitandani.
Hababi, kula huko naongea ni tabia ya shetani. Kula ushibe, unywe maji, nikupe chakula chako pinto hababi wangu. Sijui umenielewa? Utaniua mtoto wewe. We mahaba ni uwe niteketeze kabisa. Mimi kwako sina la kuzungumza kwa kweli. Kweli nimeamini mapenzi yana nguvu kuliko breakdown. Okay babe, kula ushibe. Si unajua kazi yako ngumu. Kula babangu. Kwa kweli. Oya mkali wangu, unajua sijategemea kabisa. Yaani ile game umelicheza kikubwa kuliko hata nilivyotegemea. Yaani huwezi amini, mpaka tuna yeye pale, hakuna aliyeshtukia mchezo. Yaani we are silent killer, yaani kimya kimya. Ya. Si unajua kikubwa ni kutimiza majukumu na tutakiwa kupoteza mchezo ugenini. Kama unavyojua vile michezo yenyewe za kuuza roho jambazi langu. Naelewa kama umekabidhiwa jezi na game bado hujaelewa vizuri. Kwa hiyo kupasa utulize akili mzee mwenzangu ili kuicheza hii game. Simu ya pesa mapenzi 500 watu 500 yoani. Wewe msikilize. Vipi mzee, naelekeze? Yoni mzimuni, kuna ng'ombe kanasa. Okay poa. Hapo mchongo umekaaje? Nakuja na watu wangu au umechongeshaje hapo? Yaani sijaelewa. Au unamaliza mwenyewe? Hapana, wawili kwako, wawili kwangu. Ila mali watatoka nayo watu wangu. Haina noma, imeisha hiyo. Naona kuna kichwa kinataka utajiri hapo. Ama kweli wajinga hawaishi duniani. Aya, kama kawaida kufa kufaana, si unajua tena. Mtego umejitega ushateguka, si tuingie kazini. Gelengaje. Nda. Sasa nimekutumia text WhatsApp hujajibu chochote. Vipi? Tatizo ni nini? Aya, umeshanipata sasa. Si ndio uongee shida yako nini? Tunataka huduma. Tupo kama mtu 6 hivi. Vipi? Dau lako linasomekaje? Watu 6? Mmoja mmoja au wote kwa pamoja? Wote kwa pamoja. Kama mbele vile. I mean sexy group yani. Kinyamwezi zaidi. Hapo labda at least milioni 1. Kuna 600 nyekundu hapa. Nadhani itapendeza zaidi. 600? Hapana kwa kweli. Yaani hapo hamna at least hiyo milioni 1. Okay, poa. Hiyo bei. Tunakupa. Ngoja nikupe location. Haya poa. Wadada umalaya wamefanya biashara. Kweli bahati hujagasi kwamba haina hata jina. Dunia imejaa dhuluma, mama, dhuluma. Mani. Yaani kila siku ananichania mikeka. Bora ningekesha utile ile milioni 1. Milioni 12 ile ishaondoka. Hizi tamaa zilimponza fisi hizi. Sitaki takuwa washikaji. Sibeti tena, siwabeti tena.
Hebu ngoja. 23 ni beti hata timu 60. Hivi wewe mwanaume, mimi unanichukuliaje? Unaniona ndondocha lako sio? Hata hayo mandondocha yanapewa chakula. Kuna pumba, sembe, vyote vyakula vya mandondocha. Lakini mimi umeniweka tu ndani mpaka saizi sijala. Mke wangu, mimi ninavyokujua wewe mke wangu mimi. Hebu usitake kunidanganya. Ulivyokuwa maarufu hapa mtaani, ushindwe kujiongeza wewe mpaka muda huu. Hebu acha hiyo michezo bwana. We, koma. Mimi sijaolewa na mtaa, nimeolewa na wewe. Wewe ndo mume wangu, inabidi ujue majukumu yako. Inabidi unilishe, univeshe na malazi pia unihudumie. Mimi nimeolewa na mtaa mzima huu. Nini maana mwanaume sasa? Mke wangu, hebu punguza ukali wa maneno basi. Yaani unavyoropoka hayo maneno, utadhani hakuna chochote ninachokifanya juu yako. Alafu jana mimi nimekuachia 2000 hapa. Au sio wewe? Si nimeacha 2000 hapa mimi nyumbani. Hivyo mbona 2000 ni hela maana sana Nianze nayo jana, leo, hiyo 2000. Acha kunitania. Naomba nyanyuka katafute pesa. Nadhani umenielewa Sami. Nyanyuka katafute pesa. Mke wangu, kama tumeshindwa kushiba kwenye sinia, ndo tutashiba kwenye mwiko kweli? Wewe mwenyewe shahidi. Toka alfajiri nimejihimu. Nimetoka hapa nyumbani kwenda kutafuta. Jua lote limewaka juu yangu. Nimerudi sina chochote. Ndo nitaenda kupata usiku. Hebu tuwe na uvumilivu basi. Kesho nayo ni siku. Yaani humu ndani hulali. Naomba nyanyuka katafute hela. Usinitafutie lawama. Naomba nyanyuka. Sami unanijua vizuri. Nyanyuka hapo katafute pesa. Sasa hivi. Naomba unyanyuke. Basi bwana. Unajua kuna muda na mimi kuja kukaa nyumbani na mke wangu, lakini yananikuta. Maswala hayo ukikaa kijiweni na kuuliza, "Mwana mbona unenepi?" Unanenepa ajabu kama hii. Na uko sasa ole wako uchelewe. Nahitaji pesa nile. Lakini mimi sijaziweka hizo pesa nazoenda kuzitafuta. Terika biko, pirika tika tite bil. Bang bang bang. Izikiti, izikindi, merika pi, izikateka pakati, mama kibonge. Zizomeze lulenge. Utafanikiwa kwa ukubwa sana. Ni kwa sababu umepokelewa sasa. Pesa itakufuata popote ulipo. Kwa kuwa tu umeteuliwa na wazee wenyewe. Asisana mesi. Sebifisi kesi semsaba. Ina wa fearing tutakiwa bala tutajusaimu. Tukabidhi pesa zote za biashara ili tuweze kufanya tambiko kwa mababu, nao wafungue milango yao. Je, mtaji wako ni shingapi mjukuu wangu? Milioni 10. Asina siete. Asie. Kiwembe umekuja nacho? Chap.
Azenazizo. Azenabayachizo. Asena mavie. Asekaba katikaba. Ifie. 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 Kuna watu wasiopenda maendeleo yako, nao ni ndugu zako, wamekufata sasa. Je, unaona watu mbele yako? Hapana. Sasa nenda mbele bila ya kugeuka nyuma. Nenda na utembee kuelekea mbele, hauruhusiwi kugeuka nyuma. Nenda mjukuu wangu, nenda. Huyu vipi tena? Oya we! Mbona unamleta huku babu? Lamani hujui au? Tulia wewe. Usiogope.